me, priest. Filamu inaanza tarehe 4 Juni mwaka 1987 katika mji wa Ethiopia huko Italia, ambapo tunamfahamu padri mmoja anaitwa Gabriel. Huyu yeye ni mkuu wa watoa mapepo kutoka Vatican. Aliitwa kwenye nyumba moja ili kuja kumsaidia kijana mmoja ambaye matendo yake yalionyesha kabisa amepagawa na mapepo, kwa sababu tangu aingiwe na huyo mdudu ni king'enge tu mwamwi, hajawahi kabisa kuzungumza hiyo lugha, lakini watu wanashangaa anaanza kuongea Kiingereza tu. Padri kabla ya kuingia kwenye hicho chumba anasikia minong'ono na miungurumo ya ajabu sana kutoka katika chumba cha huyo kijana, na kijana kweli kweli alikuwa na midadi yake ya kutosha. Pepo akajitambulisha kwamba mimi ni dini yenyewe, mimi ndiye shetani mwenyewe. Padri akasema kwamba ni ngumu mimi kukuamini wewe, wewe kweli ni shetani? Je, unalijua jina langu vizuri? Pepo akaona kama kadharauliwa, akamwambia kwamba utajua muda si mrefu. Padri akamwambia kwamba unajua kwa nini mimi sikuamini wewe, na ninajua kwa nini unanikwepa kujibu swali langu. Kwa nini umechagua mwili wa huyu kijana? Kwa nini usiende kuchagua mtu ambaye mwenye nguvu na na mamlaka? Shetani akasema kwamba mimi nina uwezo wa kumpagawa mtu yoyote ama kitu chochote ninachochagua mimi. Wakati huo anaendelea kuzungumza, kuna nguruwe mmoja akawa ameingizwa hapa. Padri akamchokoza huyu pepo, akamwambia kwamba mimi sikuamini kabisa kama wewe ni pepo na kama wewe unaweza kumpagawa mtu yoyote. Pepo akawa na maindi sana akiambiwa haya mambo. Sasa akamwambia kwamba kwa kuwa wewe unasema ni shetani na una uwezo wa kumwingilia mtu yoyote ama kiumbe chochote, mtoka kwenye huo mwili wa mwanadamu, ingia kwenye nguruwe. Nguruwe tena anajua kumwonea huyo kiumbe nyinyi. Padri akamwambia kwamba kama wewe kweli ni pepo na una nguvu za uovu, mwili wa huyo kijana uachie, ingia kwenye hiyo nguruwe. Pepo midadi ikampanda. Muda huo padri anaendelea kumchokoza huyo pepo, anamtia hasira tu, anamtia maneno ya kumuumiza. Pepo akanyanyuka akasema kwamba mimi ninayo nguvu. Padri anamwambia kwamba hiyo nguvu ya uovu wako iko wapi? Pepo akasema tulia, nikuonyeshe. Kweli yule pepo akawa amemtoka yule kijana na kuingia ile nguruwe. Mara moja ile nguruwe akapigwa risasi na kufa hapo hapo. Padri akamwambia yule kijana kwamba pumzika, pepo amekwisha kukuondoka. Sasa kwa nini padri kafanya hivi tutajua. Mwaka huo huo 1987 tunamfahamu mwanamama mmoja. Huyu mwanamama anaitwa Julia. Yeye na familia yake walikuwa wakihama kutoka Marekani na kuja hapa nchini Italia. Wamekuja hapa kwa sababu wamekuja kusimamia mradi wa urithi wa mme wake Julia ambaye kwa sasa amekwisha kufariki. Julia amekuja hapa ana watoto wake wawili, wa kike anaitwa Amy na wa kiume anaitwa Henry. Baada ya kufika hapa wakawa wamepokewa na jamaa mmoja ambaye anasimamia huu mradi. Huyu jamaa anaitwa Carlos, akaenda kuwatambulisha kwa padri mmoja anaitwa Thomas. Huu mradi ambao Julia amefika hapa kusimamia ni mradi wa kanisa ambao umekuwa ukirithiwa kwa miaka na miaka kwa kizazi cha mme wake, na yeye kwa sasa ni mrithi kwa sababu mume wake amekwisha kufariki. Ami akuwa mpendezwa sana na haya mambo ya kuja hapa kwenye huu mradi. Wakati mama yake yuko bize kupokea maelezo, yeye yuko bize kupuliza mimoshi huko. Sasa baada ya kupokea wakawa wametoka hapo mbio mbio, akaenda bafuni huko kwenda kutuliza kichwa. Akiwa hapo tukaona kuna kiumbe fulani hivi kimesimama kwa mbali, lakini baada ya kutoka hapo muda fulani kwenda kufungua mlango, kumbe ni Henry alikuwa amevalia kinyago usoni kwake. Ami akawa amemfukuza kabisa huyo dogo eneo hili. Hii familia ni kama ina mgogoro ndani kwa ndani. Kwanza Henry mwenyewe picha linaanza kwamba ana miaka kadhaa kwa sasa hajawahi kuzungumza kitu tangu kifo cha baba yake, na Ami pamoja na mama yake hawana maelewano mazuri. Sasa baadaye Henry alikuwa amefukuzwa na dada yake, akatoka hapo na kwenda kuchunguza ukubwa wa hilo jengo. Akiwa huko akaona kuna shimo moja ukutani. Kupitia shimo hilo akaona kama kuna kitu fulani. Kwenye kutazama vizuri akaona alama ya Vatican kama inaharibiwa eneo hilo. Iliyofika Julai 2, 1987 Padri Gabriel akawa ameitwa Roma, akawekwa kikaangoni. Hapa ni kikao kizito, wanamhoji alipata wapi ruhusa ya kwenda kufanya ibada ya kumtoa pepo kule Italia. Na hapa bwana kuna bwana mkubwa, ni kardinali huyu anaitwa Sullivan, anamhoji, ana maswali mazito kweli. Hakupendezwa na Gabriel kwenda lile eneo. Gabriel akasema kwamba ile haikuwa exorcism, nilienda kutumia akili tu. Sullivan akasema kwamba lakini ulimuita pepo. Hiyo tu inaonyesha ni kwamba ni mambo ya imani yalitumika pale. Gabriel akawa amekosoa kabisa, akasema hapana, ile nilitumia akili tu, sikufanya kitu chochote. Askofu Lumumba akamuunga mkono Gabriel, akasema kwamba 98% ya kesi za Gabriel huwa anazipeleka kwa madaktari na wataalamu wa akili, hivyo haoni haja kabisa haya mambo yote. Gabriel akauliza nini sababu hasa hichi kikao. Sullivan akasema kwamba unatakiwa kujua, baraza la maaskofu na mafundisho ya imani tumependekeza kwamba nafasi ya mkuu wa watoa mapepo ifutwe. Hakuna kabisa haja ya kuwa na kitengo kama hicho. Huyu jamaa kiuhalisia hakubaliani kabisa na huduma anayoitoa Gabriel. Kwa hiyo hizi mambo za exorcism ziishe kabisa. Gabriel akawa ameuliza, kwa maana hiyo mnataka kumaanisha kwamba
kwamba shetani hayupo, si ndio? Na kama shetani hayupo, nini maana ya kuwa na makanisa? Kardinali Sulve akawa amesema kwamba kanisa linapaswa kuonyesha matumaini na kuacha imani zao, imani ambazo zinaonekana zimepitwa na wakati, imani za kizamani. Na Sulve nikamwekea kuti kavu, yani nakwambia anaongea huyu baba. Gabriel kama anamwambia kwamba hebu sikilizeni bana, msipindepinde, nyokeni maelezo. Sulve, eleweka, kama una tatizo na mimi acha kuzunguka zunguka, maana sielewi kabisa, tangu nimefika hapa mambo hayaeleweki. Moja kwa moja hizo hoja zipelekeni kwa papa, yeye ndiye alionipa hayo maagizo. Gabriel akaona kama wanamchosha toka ondoka hapo, akakatisha kikao. Yani kikao kiliisha kama akaunti za maandamano, vitu vinatoweka tu. Sasa upande wa basement kule nyumbani ambako kuna ukarabati unaendelea, sasa kuna mfanyakazi mmoja akasikia kama kuna sauti fulani vya kishindo kutoka sehemu ambapo kuna shimo, maeneo ambayo yale tuliyaona Henry alipokwenda kuchungulia ile. Sasa walipotazama vizuri ni nini kinachoendelea eneo hilo, kwa kumetokea mlipuko mkubwa sana eneo hilo, jambo lililosababisha yule kijana kuungua vibaya. Hili jambo msimamizi wa huu mradi Carlos akawa amemwambia Julie ambaye alikuwa ni bosi wao kwamba hii ni hatari, hatuwezi tena kuendelea na kazi eneo hili. Akawa amechukua vijana wake na wakawa wameondoka eneo hilo. Sasa tangu mtoto Henry achungulie lile shimo, hali yake imebadilika, mara degedege anatetema tu, mara wakaanza kumsikia Henry anazungumza. Hili jambo wakawa wameshangaa kwa sababu Henry halijazungumza muda mrefu sana. Wakawa wamemchukua na kumpeleka hospitalini kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi, lakini vipimo vyote vinaonyesha kwamba kijana yuko vizuri, hana tatizo la aina yoyote. Madaktari baada ya kuzungumza na huyu mwanamama wakamsii pengine huyu kijana ana matatizo ya akili. Wakamuuliza kwani hajawahi kupata na mshtuko mkubwa wa kihisia. Julia akaeleza kwamba baba yake alifariki mwaka mmoja uliopita na tangu siku hiyo Henry hajawahi kuzungumza kabisa, ni buyu tu. Familia ikaendelea kumwangalia kwa ukaribu kijana wao. Usiku huo hapa nyumbani umeme ulikuwa umekatika. Henry akawa ameamka ghafla. Julia akamfuata akadhani pengine kijana wake anaogopa kwa sababu umeme umekatika. Henry akaanza kumshika mabahari, anadai ana njaa, sijui anataka kunyonya na huu kubwa. Akamsukuma pembeni kama wanaamua kulinga. Muda huo Ami kafika hapo, wote wanashangaa. Henry akanyanyua kitisheti, yakaonekana maneno kwenye tumbo yake yameandikwa heti. Kisha akasema kwamba nitieni mtumishi wa Mungu. Ukisikia pepo anahitaji huduma hii, sijui ana mpango gani huyu. Wakamuita Padri Thomas kwa sababu alikuwa ni rahisi kufikika, yuko hili eneo. Lakini alipoingia ndani ni sekunde chache tu, padri alikuwa ametupwa nje. Halafu huyu pepo ana matusi nyinyi. Pepo anapiga kelele, anasema kwamba huyu sio padri ninayemtaka. Sasa mtu achane na hii kasheshe kwanza. Wakati haya yote anaendelea, Gabriel alienda moja kwa moja, alipata nafasi ya kwenda kuonana na papa ambaye ndio mkubwa wake. Ni wazi kwamba papa alikuwa anaumwa, alikuwa waamini kabisa kina Sulve, hivyo alikuwa wapi nafasi ya wao kuja kumuona. Sasa akiwa hapo, papa anaamini kwamba shetani yeye yuko kazini, lakini anajua kabisa Sulve na wenzake bado ni vijana, lakini wao hawaamini kabisa kuhusiana na uwepo wa shetani na namna ambavyo yeye anafanya kazi. Sasa katika story papa akawa amempa kazi tena Gabriel, akamwambia kwamba kuna kijana mmoja anaitwa Henry anapatikana huko Hispania, anahitaji msaada wa moja kwa moja, msaada wa haraka. Na akawa amehofia kabisa. Papa alimwambia wazi Gabriel kwamba pengine huyo pepo aliyemwingia huyo kijana inavyoonekana ni pepo hatari sana. Papa akawa amempa ruhusa Gabriel aende kwa huyo kijana ili kwenda kumtoa yule pepo, akampatia makara kuhusiana na yule pepo, na akawa amemwambia kwamba nitajitahidi kuchunguza zaidi kujua kile kinachoendelea kule. Ninahisi yule pepo ni pepo mkubwa na ni pepo hatari, hivyo nitakujulisha kila kitu kinachoendelea. Gabriel ikabidi kusafiri na kwenda Hispania. Kweli akawa amekutana na Padri Thomas ambaye akafurahi sana kumpata. Amekwisha kusoma vitabu vingi sana vya huyu bwana mkubwa Gabriel. Sasa kinachonifurahisha kwa Gabriel, huyu ni mtu simple sana, yani ni mtu wa watu, hajikwezi. Wakaenda katika nyumba ya Julia. Gabriel alikuwa ameuliza madaktari wamesema vipi kuhusiana na kijana wako. Mama akasema kwamba mimi nashindwa hata kuelewa, na akawa ameshindwa kabisa hata kuelezea situation ya mtoto wake. Walivyoingia katika chumba cha Henry, akamuuliza Henry, vipi umamkaje baba? Henry yuko wa mbuzi tu, anamwangalia huyu padri vipi. Baada akamsogelea kwa makini, akahisi kama hapa kweli ni pazito. Akaanza kujiandaa kwa ajili ya Sara. Henry akafungua macho, maombi yako hayana nguvu hapa. Padri akamkaribia, akamuonesha medali ya Benedikti. Mara moja pepo huyo macho yake yakawa yamegawanyika kuonyesha kwamba kweli huu ndani ya huu mwili wa kijana kuna pepo. Gabriel akakaa, akamuuliza wewe pepo ni nani? Pepo akajua ni kama umeshtuka kidogo. Pepo akasema kwamba umeshikwa na uoga. Nimeipenda hiyo. Padri akamuuliza kwa nini umechukua mwili wa huyo mtoto? Pepo akasema kwamba najisikia fresh sana nikiwa ndani ya mwili mtoto kama huu.
Ninafurahi sana kuharibu hati ya safi ya mtoto huyu, lakini ninafurahi zaidi kumwangusha mtu mwenye imani kama wewe. Na hii inaonyesha kwamba ndiyo sababu huyu pepo alikuwa anahitaji mtu kama huyu, anajiamini, ana nguvu ya kumwangusha huyu mtu. Yaani pepo ana mbwembwe, na kama umemwambia Faza, sikia, usinipe maneno mengi sana ya kunifundisha hapa, mimi najua cha kufanya. Gabriel akamwambia, vizuri sana, kama ndivyo inavyoonekana unanijua hata jina langu, si ndio? Pepo akasema kwamba mimi sio kukujua jina tu, ninakujua wewe, ninakujua nafsi yako, ninajua mpaka aibu ya dhambi yako. Gabriel akamwambia, hebu nitajie moja ya dhambi zangu kama unaijua. Pepo akakoroma, huwezi kuniambia dhambi zangu kwa sababu zimekwisha kufutwa na Yesu Kristo. Pepo akamwambia, sikiliza, usitaje hilo jina hapa, Mungu hayupo hapa. Gabriel akasema kwamba hujui chochote kuhusiana na hicho unachokifanya. Unataka kujua kwamba Mungu karuhusu haya yote yatokee, karuhusu hata wewe kuingia kwenye huo mwili. Pepo hapo hapo akadondosha msalaba ukutani, akamuuliza, Mungu wako ameruhusu nifanye hivyo? Huu ni mwanzo tu, haujui unadili na nani wewe. Gabriel akasema, Pepo, niambie jina lako, wewe ni nani? Pepo akakataa hiyo hoja, akamwambia, unadhani mimi ni mjinga? Unadhani mimi unaweza kuniamuru kuingia kwenye nguruwe tena, si ndio? Jina langu mimi naitwa Blasphemy. Jina langu mimi ni ndoto mbaya. Na Pepo akamtajia jina la Gabriel. Gabriel, najua ndoto yako mbaya zaidi. Mara moja tunaonyeshwa kumbukumbu za nyuma hapo zamani. Hii ilikuwa ni picha ya shetani, ilimuonesha Gabriel kwamba ninajua wewe ni mtu aina gani. Ikaonyeshwa kwamba katika vita vya pili vya dunia wenzake Gabriel waliuawa kupigwa risasi, na yeye Gabriel badala ya kupambana na adui aliamua kujifanya amekufa. We vitani, cha kufia nini? Umebaki mwenyewe. Akawa amejiweka kwenye maiti hapo, kalala sakafuni. Sasa Pepo akacheka akamwambia kwamba umeiona hiyo? Kisha alikuwa ametapika kindege fulani hivi mdomoni mwake. Hili tukio lilimfanya Gabriel kiukweli kuingiwa na hofu, akapiga alama ya msalaba, akatoka hapo. Pepo anamwambia, kuwa na tahadhari, dhambi yako inakutafuna, usijali Gab, ninakusubiria. Hana haraka na huyu mtumishi. Gabriel akamwambia Thomas kwamba huyu pepo anajua mambo yangu ambayo hakupaswa kabisa kujua. Hii amwingia akilini Gabriel, anawaza huyu pepo sio cha mtoto. Akataka kufahamu zaidi huyu pepo ni nani na ametoka wapi, na anahitaji kujua kwa nini amechagua mtoto huyu. Sasa ili kupata majibu yote ni lazima aende kumhoji mama yake Henry. Baada ya kuonana na mama yake Henry, mwanao kapagawa na pepo hatari sana, na kumuondoa huyo pepo ndani ya mwili wake inaweza kuwa ni hatari zaidi, tunaweza tukapoteza maisha ya yule kijana. Akamuuliza kama Henry aliwahi kupata ajali yoyote upo utotoni. Julia akamwambia kwamba kitu kibaya zaidi mwanaye alimshuhudia baba yake akiwa anakata roho, jambo lililomshtua sana kisaikolojia, na tangu siku hiyo kijana hakuweza kuzungumza kitu chochote mpaka hii leo. Padri akamwambia kwamba usijali, kwa sababu siwezi kabisa kuondoka ile eneo bila kumsaidia mtoto wako. Akasema kwamba ni wazi maumivu ya kihisia yanaweza kumfanya mtu kufungua mlango wa pepo kumwingia na kumtesa. Sasa kwa mujibu wa stori, huyu mwanamama alikuwa ni mzuri sana kwenye dini. Mwanzoni alikuwa ni mtu wa Mungu sana alipokuwa shuleni, lakini baada ya kuolewa tu na kuzaa, mapenzi yake kwa Mungu yalipungua. Muda huo wao wanazungumza, binti yake huyu mwanamama Julia alikuwa chumbani anakula zake ngoma. Mara akasikia kama kuna sauti fulani hivi inagongwa, akajua labda pengine mdogo wake. Akatoka hapo kwenda kumwangalia. Ghafla ile akawa ameamka, niko kuzimu Ami akawa ametoka mbio eneo hilo. Akiwa nje hapo, simu iko imeita, akaenda kupokea. Kusikiliza, anasikia ni sauti ya baba yake inasema kwamba mimi ni baba yako, wote mtakufa. Sauti ya kipepo. Binti akawa ametoka hapo na makelele mpaka kwa mama yake, akienda kuwasimulia kila kitu. Baadaye Gabriel akamwambia Thomas kwamba pepo aliyemwingia huyu kijana ana nguvu kubwa mno, hivyo mtoto anaweza asiishi muda mrefu kama hatosaidiwa kwa wakati. Lakini sasa ili kumtoa yule pepo lazima wamjue kwanza yule pepo jina lake ni nani, kwa sababu yule pepo alidanganya, yeye siyo jina lake lile. Gabriel akamwambia Thomas kwamba tunakwenda kufanya exorcism, ila wewe Thomas, kwa sababu haujawahi kabisa kufanya hili zoezi, yaani wewe ni mgeni kwenye hii kitu, kazi yako itakuwa ni moja tu, hakikisha wewe unasali tu, usijiingize kabisa mkenge kuzungumza na yule pepo, yaani usiingilie chochote ambacho utakiona pale, wewe dini na kusali tu, mambo mengine niachie mimi. Basi kabla ya kwenda kufanya hivyo, akawa amefanyisha sala ya toba na akawa ameingia katika chumba cha Henry kwa ajili ya kufanya maombi. Henry akaanza na maneno yake, ana maneno nyinyi huyu, naona umekuja na rafiki yako. Inaonekana rafiki yako ni muoga kidogo. Mimi niko tayari kwa mapambano. Gab akajaribu kuanza kumuadaa kwanza Gabriel kwa kumkumbusha lile tukio lake la vita kule. Gabriel alikuwa amepuuza hizo stori, anajua hii ni michezo ya kiakili tu. Wakaanza zoezi la kutoa pepo. Henry anarusha maneno machafu tu kwa watumishi. Thomas hajawahi kabisa kuona tukio kama hili, akawa anaogopa kidogo, lakini Gabriel akamsii arudi kwenye kusali. Kisha taa zilikuwa zimezimika. Gabriel akawasha kiberiti. Ghafla akatokea mwanamke mmoja mbele yake. Huyu dada anaitwa
Rosaria. Akamwambia, Gabe, dhambi zako zinakufuata popote wewe baba. Padri akasema, dhambi zangu zote nimekwisha kusamehewa. Lakini Rosalia akasema kwamba unaweza kusamehewa, lakini sio mimi siwezi kukusamehe. Kwa nini? Huyu Rosari aliwahi kuhitaji huduma kutoka kwa huyu father, lakini hakuwahi kupata. Hilo jambo lilikuwa limesababisha huyu mwanamama kuwa amefariki dunia. Rosalia anamuuliza padri kwamba kwa nini hukuniamini mimi? Kwa nini hukunisaidia? Mimi niko motoni huku. Gabriel baada ya kugundua huo mchezo akaendelea na ibada. Yule mwanamama kwa ameanguka kitandani. Gabriel akaona kile kitu kimerudi kawaida. Henry akaamka, umeionaje hii? Imegusa, si ndio? Akamgeukia Thomas na kumwambia, vipi kuhusiana na wewe? Panty sniffer. Inamaanisha kwamba ni mtu ambaye uvutiwa sana na nguo za ndani za mwanamke. Pepo ni kumuonesha kwamba hata wewe Thomas nakujua vizuri. Unadhani sijui kwamba kuhusiana na familia ya Adela, mtu ambaye ulikuwa unaifanya familia yao ikuheshimu na kukuamini kwamba uko pale kwa ajili ya kumsaidia binti yao, kumbe ulikuwa unashiriki kilimo mdondoko na huyo binti Adela. Thomas alikuwa amekasirika sana baada ya kusikia hii habari. Gabriel alikuwa amemzuia, akasema kwamba huo ni mtego wa shetani. Thomas alikuwa amekasirika na kwa ametoka kwenye hicho chumba. Kabla Gabriel hajaondoka hapo, Pepo akatamba, akamwambia kwamba umedanganywa na sasa umenasa. Nitakuangamiza wewe na nitahakikisha nimeliharibu kanisa lote. Gabriel alivyoenda kwa Thomas alikuwa amemweleza kwamba kuhusiana na hilo habari ya Adela ni kwamba kweli yeye alikuwa anamsaidia Adela, lakini haikuwa dhamira yake. Hivyo Adela aliweza kumdanganya, akawa amejikuta ameshiriki kilimo mdondoko na yeye, kwa sababu hata huyu yeye na yeye ni mwanaume. Gabriel akawa amemsomea sara ya kumwombea msamaha. Gabriel pia akamweleza na yeye kuhusiana na tukio la Rosaria, msichana ambaye mwanzoni Gabriel hakumwamini kabisa, alihisi pengine na matatizo ya akili tu. Rosaria alikuwa anasema kwamba yeye mara nyingi shetani huwa anakuja kwake usiku na wanashiriki naye kilimo mdondoko. Sasa Gabriel alivyomsogelea huyo dada akamuuliza, huyo shetani anafanana vipi? Rosaria akasema, anafanana na wewe, anafanana kabisa kama wewe. Gabriel akajua kabisa huyu binti atakuwa na matatizo ya akili tu, sio pepo huyu. Akawa muondoka na kumwacha amemkabidhi kwa madaktari wa akili na wataalamu wa mambo hayo ya kisaikolojia. Lakini siku moja Rosaria akawa amejiua mbele ya Gabriel, akiwa anamlaumu kwamba kwa nini hakumwamini. Tangu siku hiyo Gabriel alihisi hatia ndani ya moyo wake. Sasa kuhusiana na pepo ambaye amemkumba Henry, mpango ni mmoja tu, wanatakiwa kujua jina lake. Gabriel akasema kwamba kuna kitu nilikiona kule kwenye bustani, hebu ngoja niende kuangalia. Akawa amemwambia Thomas hakikisha unamlinda Henry. Yeye akawa ametoka. Baada ya kufika kwenye hiyo bustani akagundua kwamba kuna muhuri wa Vatican eneo fulani hivi, na akawa amekumbuka kwamba Papa alimwambia kwamba hilo eneo lilikuwa na matatizo hapo zamani. Wakati huo yeye anaendelea na uchunguzi, msalaba kwenye chumba cha Julia uko mageuzwa kichwa chini miguu juu na nguvu isiyoonekana kwa imemshambulia na kujaribu kumvuta ndani ya kitanda. Sasa wakati haya mapurukushani yanaendelea, Thomas akiwa yuko bize kusali, Henry akaanza kuomba msaada. Bana we, si akamkaribia Henry, kajifanya galala. Henry akamng'ata sikio na kwa kumwambia kwamba kuna atakayetoka hapa akiwa hai. Nguvu isiyoonekana pia kwa imemtupa Ami kutoka kitandani. Binti amkuja kuamka akajifungia kwenye kabati kwa hofu, lakini akiwa huku akawa anashambuliwa tena na vutwa tu. Gabriel alipokuwa anaendelea kuchunguza akagundua kwamba kulikuwa kuna kisima chini ya ile alama ya Vatican. Alipotupa karatasi yenye moto ndani yake, pakawa pametokea mlipuko mkubwa sana, hii ikionyesha kwamba kuna asili ya gesi eneo hili. Aliporudi ndani anasikia mayowe. Gabriel alikuwa amefanikiwa kumwokoa Julia kutoka kwenye kile kitanda. Kisha wakawa wameona nguvu isiyoonekana inamshambulia Ami, wakaamuru pepo huyu aondoke kwa jina la Mwenyezi Mungu. Wakawa wamefanikiwa kweli kumtuliza yule pepo. Hiyo eneo pakawa pametulia kidogo purukushani. Sasa baada ya mambo yote kutulia, Gabriel ikabidi kumuonesha Thomas kile kisima. Akamwambia kwamba hapa palikuwa na muhuri wa Vatican na ndani hapa kuna muhuri wa mahakama ya Hispania. Akasema kwamba huo ulikuwa ni wakati mbaya sana katika historia ya kanisa. Kulingana na haya mambo yote yaliyotokea hili eneo, waliokufa eneo hili kwa sababu kulikuwa kuna mafuvu sana eneo hili ni watu ambao walikataa kubadili dini yao. Kwa hiyo hapa yawezekana kuna siri nzito iliyofichwa hili eneo. Waliporudi ndani wakagundua kwamba ule ukuta ambapo ile eneo lilikuwa imevunjika, kulikuwa pia kuna alama ya Vatican pamoja na gesi ya sulfuri ambao ni gesi hatari sana. Walipovunja zaidi kuingia ndani, pepo wakawa wameamka upande wa pili katika mwili wa Henry. Baada ya kuchunguza kwa amegundua kuna chumba cha siri zaidi. Gabriel hiyo njia akaiita kwamba hii ni njia ya dhambi. Akaonyesha kulikuwa kuna mwili uliokufa ukiwa umefunikwa na kuna miili mingi sana kando ya ile eneo, lakini huu mwili wa katikati ulikuwa una pete. Akasema kwamba huu mwili ni mwili wa kardinali ambaye alikuwa ni mlinzi tumaini la mwisho la kanisa. Hapa sio kwamba alikuwa amefungwa wala sio kwamba alikuwa amepewa adhabu, bali kawekwa hapa kwa ajili ya ulinzi, ili kulinda pepo waliokuwa wametoroka baada ya zoezi la kutolewa mapepo
pepo eneo hili kushindikana, hivyo ikabidi huyu kardinali baada ya kuwa amefariki kufungwa hili eneo kwa ajili ya kuzuia wale pepo wote wasitoroke hili eneo. Wakati huo huo, upande wa Roma, papa akawa anakagua, anaendelea kupeleleza ili kujua nini kinachoendelea huko. Akawa amegundua kwamba kulikuwa kuna barua ambayo ilitumwa na kardinali yule ambaye mwili wake wameuona kina Gabriel na Thomas kule. Barua hii inaeleza hofu kubwa sana ambayo alikuwa nayo kardinali kabla ya kufariki. Barua inaeleza kwa wazi uovu mkubwa uliotokea hilo eneo. Uovu mkubwa uliiteka Abi ya San Sebastian na majaribio yote ya kutoa mapepo lile eneo yalishindwa, yani yalifeli. Papa akapatwa na mshtuko mkubwa sana baada ya kupata huu ujumbe. Huu ujumbe ulifaa kumfikia mapema, lakini umefika kwa kuchelewa. Papa akahisi kabisa Gabriel atakuwa hatarini na yule pepo aliyokwenda kukabiliana naye ni pepo hatari kuwahi kutokea. Papa baada ya kuwa ameshikwa na mshtuko wa moyo akawa amepelekwa hospitalini, akamwambia Askofu Lumumba kwamba mtaarifu Gabriel. Sasa muda huu Kardinali Solvia alikuwa hapa, akawa amehoji kafanya nini tena, yani mshikaji amkubali kabisa Gabriel. Papa akawa amemtapikia damu juu yake. Sasa Gabriel upande alipokuwa yeye pamoja na Thomas wako wamefanyikiwa kukagua na kwa wamepata ufunguo katika tumbo la yule kardinali. Akawa amemwambia Thomas kwamba funguo mlango, tunahitajika kupata jina la yule pepo. Wakaingia kweli ndani na gesi ile huku ndiko iko ya kutosha, yani hapa ukigongesha chuma tu cheche ikawaka ni moto. Na Gabriel alikuwa amesema kwamba huku tulipo kwa sasa ni karibu sana na kuzimu. Wakaupata mwili mwingine wa padri ambaye anaitwa Ohedo, mmoja wa watoa mapepo wakubwa sana hapo zamani. Sasa katika huu mwili wakawa wamepata kuna kitabu chenye alama ya mahakama ya Hispania tena kinachoonyesha pepo huyo aliwapagawa watu wengi sana karne nyingi, na watu waliokuwa wanawapagawa ni watu wazito tu, yani wale watu wa mapepo tu ndio pepo alikuwa anadili nao. Sasa mnamo mwaka 1475 alimuingilia padri mmoja na matukio hayo yalifatana kwa kizazi na kizazi, yani upepo haya mambo ndo mambo yake sasa. Na hili jambo linamshangaza Gabriel kwa sababu hili jambo lilifaa kuwafikia Vatican, yani papa alifaa kujua na wateule wake wote walifaa kujua haya mambo, lakini kwa nini haya kufika kwa wakati? Na hapa ndipo wakawa wamegundua kwamba ukarabati wa hili eneo ndio uliosababisha yule pepo kupata mwanya kutoka hili eneo, kwa sababu ni moja kati ya pepo ambao walikuwa wamefungwa eneo hili, na inavyosemekana kwamba pepo huyu alikuwa amefungwa chini ya hii ardhi pamoja na malaika wake 200. Upande wa kanisani Julia akawa mamka akagundua kwamba Ani hayupo hapo, akarudi nyumbani kwenda kumtafuta. Akamkuta Ami yuko kwenye chumba cha Henry wanapiga stori, yani wote wanaonekana kama wapo sawa. Julia alikuwa ameshikilia sindano kwa ajili ya kuja kumtuliza Henry. Ami akasema kwamba mdogo wangu hana pepo aina yoyote, tuko sawa tu. Julia akajaribu kumchukua Ami, lakini yule pepo akawa amemrusha, kisha akaudhibiti mwili wa Ami na kumgeuza kichwa chake kwa nguvu. Wakati huo sasa upande wa Gabriel akatambua moja kwa moja jina ya yule pepo, akawa amepata mahali ambapo lilikuwa limeandikwa yule pepo anaitwa Asmodeus. Baada ya kutamka hilo jina, pepo mwenyewe akapiga kelele na mara moja afya ya papa ilikuwa imerejea, ilikuwa imeshaanza kudhoofika. Ami pamoja na Julia wakawa wameachiliwa. Mara moja Ami alikuwa amemchoma Henry sindano ya usingizi ili kumtuliza kidogo asilete taharuki kama kawaida, huko amemzimisha. Gabriel akasema pepo huyo alimtumia Ohedo ambaye alikuwa ni padri mkubwa sana, mtoa mapepo kwenye hili eneo, alimfanya kufanya maovu makubwa sana hapo zamani. Na sasa Gabriel ametambua kwamba huyo pepo tena anamuhitaji yeye amuingie ili amtumie yeye kwenye uovu wake. Gabriel alikuwa amekiri kwamba kuanzia sasa nitakuwa mtumishi mwema kwa Mwenyezi Mungu na nitamtumikia Mwenyezi Mungu maisha yangu yote. Gabriel akawa amemuonya, akamkumbusha Thomas kwamba shetani mara nyingi hutumia dhambi zao za nyuma kwa ajili ya kuwazoofisha, hivyo wasiamini kile wanachokiona wala kukisikia. Wakaingia katika chumba ambacho Henry alikuwa hapo. Pepo tayari amekwisha kumdhibiti kabisa. Akawauliza kwamba wote mmekiri dhambi zenu vya kutosha? Anauliza vizuri kama wanawajali vile. Gabriel na Thomas wakaanza ibada ya kutoa pepo, lakini pepo akasema kwamba hakuna Mungu eneo hili, mnapaswa kuungama kwa Rosaria. Gabriel akiwa hapo akamwona Rosaria akaning'inia juu. Gabriel baada ya kuona hili tukio kwa amejikumbusha kwamba huu ni udanganyifu tu wa pepo. Shetani alivyoona umeijua hiyo, akaanza tena kumvuruga Thomas, akamwonesha Adela yuko hapo, yuko mtupu. Gabriel akataja jina yule pepo. Yule pepo aliunguruma nini. Thomas naye akaungana naye, kimbembe kukawaka hapa, ni moto tu. Wakapiga sana kwa pamoja, pepo kweli akaanza kuzoofika, kisha akapiga kelele kali. Henry akawa manguka chini na kuzimia. Gabriel akaona maneno kwenye mwili wa huyu kijana yamejiandika, yanasema kwamba God is not here
Mungu hayupo hapa, imechorwa kwenye tumbo la kijana. Ndipo wakagundua kwamba pepo amemwingilia Ami. Yaani pepo ana mbwembwe, ana mipango yake, ana strategy kali. Wakaogopa sana. Kwanza Ami akaanza kupanda ukutani mbele yao tu, akaruka chini mbele ya Julia. Wanakuja kushtuka, mara Hendi kanyanyuka tena, akamwambia Gabriel kwamba Gabriel, unajua kinachonifanya mimi niwepo hapa, timiza maombi yangu. Gabriel akakataa, siwezi kukupa mwili wangu wewe. Ami akawa amemshambulia Julia, purukushani zilikuwa zimetoka. Thomas akajaribu kusaidia, lakini pepo akawa amemnyonga kwa kutumia kile kitambaa chake cha upadri. Gabriel baada ya kuona watu wote wako kwenye mateso makubwa, akawa amekubali ombi la huyu pepo, akawa amekubali kuwa mtumwa wa huyu pepo. Akamwambia pepo kwamba basi sawa, chukua mwili wangu, waachie watu wote hawa, watu wengine wawe huru. Kweli pepo akawa amewaachia watu wengine, akawa amemwingia huyu Gabriel kwa sababu alikuwa anauhitaji huu mwili. Thomas akawa amemuuliza baadaye, kwa nini umefanya hivyo? Lakini Gabriel akawa amemwamuru kwamba ondoa haraka msalaba mkononi mwangu na uondoke hapa. Thomas akawa amempeleka Julia pamoja na watoto wake nje, akamwambia kwamba waondoke. Upande wa ndani bado Gabriel anapambana, hahitaji kabisa pepo amtawale mwili wake, na anamwambia kwamba wewe pepo huwezi kunitawala mimi. Lakini pepo ndani ya mwili wake anajigamba, anasema kwamba wewe ndo nguruwe wangu kwa sasa, tulia nikutawale. Gabriel akaona isiwe shida, akaenda kujinyonga, lakini pepo akamwokoa, akamwambia haiwezi kuwa rahisi namna hiyo, mimi nakuhitaji wewe. Gabriel akaenda upande wa chini kule kwenye makaburi, akiwa na kusudi kwamba ajichome yeye pamoja na pepo ndani yake. Lakini kabla hajafanya hivyo, mbele yake akawa amemuona Bikira Maria. Gabriel akaona njia ya kwenda mbinguni si ndio hii, akapiga magoti mbele yake. Kumbe ulikuwa ni udanganyifu tu yule pepo, akawa ameshambuliwa na sura ya Rosaria. Baada ya muda Thomas akawa amefika hapo akimtafuta Gabriel, akamkuta amekaa kwenye kiti cha enzi. Pepo anamwambia kwamba ondoka hapa, rafiki yako hayupo hapa, ni bora ukimbie. Thomas akamwambia Gabriel kwamba pambana, mimi naamini unaweza kumshinda huyo pepo ndani ya mwili wako. Pepo akawa amekasirika sana, anamuona kama huyu kijana ana shobo, si ndio? Hata hivyo Thomas hakukata tamaa, akaendelea kumkumbusha Gabriel yeye ni nani, ana nguvu ya kumshinda huyo pepo ndani yake. Pepo akaanza kuzoofika, pepo akamnyanyua Gabriel hewani. Thomas akiendelea kusoma hasara, Thomas aliendelea kupiga dua. Jamani, pepo anapambana, Gabriel anapambana na Thomas anapambana, kila mmoja anavutia upande wake. Thomas akajaribu kumwamuru yule pepo aondoke ndani ya mwili wa Gabriel. Pepo akapiga kelele kutoka kwenye mwili wa Gabriel, mambo yakawa kimya. Thomas akajua show is over. Kusogea kwenye mwili wa Gabriel, pepo akamwambia kwamba hatujamaliza, akamrusha kando, kisha akamleta Adela hapa. Anajua ndo udhaifu mkubwa wa Thomas, kwa sababu anajua hii ndo dhambi inayomtafuna huyu bwana. Thomas akapambana kweli kweli, taswira hiyo ilikuwa imetoweka. Akampa Gabriel msalaba, Gabriel akautumia ule msalaba kumtoa yule pepo na kumfukuza mbali. Kweli Gabriel alikuwa amefanikiwa kujinasua kutoka kwenye yule pepo kimbembe. Wote wawili wakaanza ibada ya mwisho, wote wawili wanasoma sala ya pamoja. Pepo wakamrudisha kuzimu na kumfungia huko. Halo, pepo katoka, watu hoi. Siku chache baadaye Gabriel akampeleka Thomas kwa Papa. Papa akawa amewasifu sana kwa kazi yao nzuri, na akawa amewapa pole ya kutosha, na akawa amwambia kwamba Kardinali Silvia ameondolewa kwenye ile nafasi, na ile nafasi amepewa Askofu Lumumba. Lumumba akawa amwambia kwamba kwa sasa Vatican imenunua kabisa lile kanisa kutoka kwa ile familia, na wakawa wamelitakasa lile eneo lote, hivyo litakuwa chini ya kanisa na sio mtu binafsi tena. Familia yake Julia pamoja na watoto wake wamerudi Marekani na wanaishi kule wakiwa salama salimini. Sasa ukumbuke kwamba walimshinda Asmodeus. Yule pepo alikuwa amefungiwa kule chini na pepo wenzake 200 jumla. Kama wamemshinda yeye, maana yake wapo 199. Kama walimshinda mmoja, maana yake kesi za kuondoa mapepo katika mwili wa mwanadamu sio kwamba itakuwa imeisha, bado zipo. Gabriel akamtazama Thomas, akamuuliza Thomas, vipi, upo tayari kuendelea na hii kazi? Thomas naye akawa amekubali, yuko tayari kuendelea na hiyo kazi. Tafadhali subscribe kwenye channel yangu, bonyeza alama ya kengele ili usikose video zote mpya zinazokuja. Sasa naomba nikusanue tu kuhusiana na hii filamu. Hii filamu inatokana na tukio la kweli la bwana mkubwa anaitwa Padri Gabriel Amorth. Alikuwa ni mtoa mapepo. Katika visa vyake ambavyo amehudumu katika hiyo sekta, amewahi kukutana na kesi za kutoa mapepo kama kesi 100 hivi. Hii filamu inatokana na matukio ambayo yeye alikutana nayo, japo katika hii filamu kuna matukio mengi ya kubuniwa ambayo yameongezwa humu kwa ajili ya kuongeza udambwi. Alifariki mnamo mwaka 2016. Usisahau subscribe, share na kulike. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.